Naam, asante kwa kuendelea kuchagua Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika taarifa ya habari mchana wa leo. Msomaji wako ni mimi Witness Ngalawa ambaye nitaangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Karibu, na kwa kuanza naanza na habari za kitaifa. Walimu zaidi ya 150 wa shule za amali waliopatiwa mafunzo nchini India wametakiwa kuhakikisha wanawapatia ujuzi vijana wa Kitanzania katika shule wanazofundisha, ambao utawezesha kuwa wabunifu, wajasiriamali na washindani katika ajira za ndani na nje ya nchi ili kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatuhabarisha zaidi. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda alipokutana na walimu hao katika viunga vya Bunge, na kuongeza kuwa ajenda hiyo itawanufaisha vijana zaidi. Kwa walimu 150 hao wametoka India, wametembelea shule mbalimbali, wameangalia vifaa na wameangalia jinsi ambavyo masomo yanafundishwa, waje wawe chachu ya kubadilisha namna ya kufundisha masomo ya amali hapa nchini. Tunapozungumzia tumeenda kwenye ajenda ya vijana sasa hivi, haimaanishi tu ni kuzungumza mdomoni. Tunamaanisha kuwapa ujuzi ambao utawasaidia vijana kujiajiri kirahisi na kuajiriwa na kwenda mahali popote duniani. Tunategemea walimu hawa nao watakuwa walimu wa wengine ambao bado hawajawahi kwenda. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutakuwa tunaeneza ule ujuzi ambao wamejifunza kwa wengine ambao bado hawajapata nafasi ya kwenda. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewapongeza walimu hao kwa kuiwakilisha vyema Tanzania, huku walimu hao wakiahidi kuyatendea kazi mafunzo hayo. Tulivyokuwa tunawaaga hapa, tuliwaambia wakabehave kwa sababu wanaenda kuiwakilisha nchi. Wamerejea wote na hatuna kesi yoyote ya misbehavior. Lakini kubwa zaidi ambalo tumejifunza nchini India ni kuangalia namna gani elimu ambavyo inaenda zaidi katika kujifunza zaidi, namna ambavyo viwanda vinashirikiana pamoja na elimu. Kwa vitu ambavyo nimevipata kutokea nchini India, hasa nilichokiona ni kwamba wanafunzi wa kule wameweza kufanya vitu vyao kwa mikono zaidi, hands-on skills. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Naam, asante. Huko Singida ni kuwa wito umetolewa kwa wananchi wanapofanya ujenzi wa nyumba na makazi au za biashara kuhakikisha wanazingatia kuchukua tahadhari ya kuweka miundombinu ambayo inaweza kurahisisha uokoaji pindi majanga yanapotokea, yakiwemo ya moto. Rafuru Kinala ametuandalia taarifa ifuatayo. Jeshi la zimamoto na uokoaji limekuwa nyenzo muhimu kwa wananchi pale wanapopata majanga ya moto. Limekuwa likifika kuokoa mali na maisha ya wananchi katika matukio hayo. Akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya zimamoto mkoani Singida, mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe akatoa wito kwa wananchi. Nyumba zetu tuzijenge tukizingatia kwa namna ya pekee tahadhari za moto katika michoro yetu yote katika wilaya yetu ya Singida. Na kumrazi mtazamaji wetu wa Channel 10 kilicho bora kabisa, turejee tena bungeni jijini Dodoma kuendelea na hotuba ya Rais wa Kenya William Ruto. Tutaendelea baadaye na taarifa yetu ya habari ya mchana kutoka Channel 10. Shika kabisa kuamini mapenzi aliyonayo rais wetu kwa Wakenya, mapenzi aliyonayo Rais Dr. Samia kwa kaka yake Ruto yamenithibitishia beyond